Amjaboni jioni ya leo na Bwana Yesu asifiwe. Niko na furaha tena kuwakaribisha katika sehemu yetu ya maombi ya jioni ya leo. Nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ametupea, tunaendelea kuona nguvu zake katika maisha yetu. Neno la Mungu tunalisoma katika kitabu cha Wathesalonika wa pili, kifungu cha 2, mstari wa 3 hadi huo mstari wa 10. Na Biblia inasema hivi: kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitushwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu. Kwa maana siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana aiji usipokuja kwanza ule ukegeufu, ukafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibu, yule mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kama kwamba yeye ndiye Mungu. Je, amkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi na liwaambieni hayo? Na sasa lizuiliwalo mwalijua yule apataye kufunuliwa wakati wake. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko aizuiaye sasa hata atakapoondolewa. Mstari wa 8. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakubali kuipenda ile kweli kwa wapate kuokolewa. Tuombeni. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Jioni ya leo jina lako tutaliinua na kuliabudu, maana jina lako li juu ya majina yote. Asante kwa ajili ya neno lako. Nena nasi Baba, maana tumetulia ili ukanene nasi kupitia kwa neno lako. Tubariki kupitia kwa neno lako, na hasa ukalifunue katika maisha yetu siku kuenenda ile nyingine. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Kuna mfungwa mmoja aliyekuwa amefungwa, na huyo mfungwa watu wakakuwa wakithreaten maisha yake, wakimwambia kwamba apate kuachilia ile imani yake. Na huyo mfungwa, kwa sababu yeye alikuwa anajua msimamo wake, kwa sababu yeye alikuwa anajua ni nyakati ama ni wakati mgani, inasemekana ya kwamba huyu mfungwa alisimama imara na akasema ya kwamba hata kama mtachukua maisha yangu, mimi sitakana imani yangu, nitasimamia hiyo imani yangu hata iwe aje. Kwa hivyo katika siku za mwisho ama katika nyakati za mwisho, watu wengi watashindwa kusimamia imani yao, watashindwa kusimama imara, na kwa sababu ya hiyo wengi wa imani yao watapata kuipoteza. Kama huyu mfungwa vile alisema ya kwamba afadhali apoteze maisha yake, na akipoteza maisha yake imani yake aitunze. Ndivyo ilivyo katika Paulo mtumishi wa Mungu akinena na kanisa ya Wathesalonike. Alikuwa anawakumbusha ama anawaonya mambo ambayo yatakayotokea siku za mwisho, na anawaambia kwamba katika nyakati za mwisho watu wengi watapata kuanguka, ama watu wengi watapata kuacha imani yao. Wengi wataanguka kwa kukosa imani, wengine udanganyifu utakuwa wa hali ya juu na uasi utakuwa wa hali ya juu. Lakini waamini, anasema ya kwamba waamini watu ambao ni wa Kristo tumeitwa ili tukapate kusimama imara katika imani yetu. Jioni ya leo nilikuwa nataka kusema nilikuwa nataka tukaongee ili jambo la kusimama imara katika siku za mwisho. Ni kweli
wakati ambao tumo ndani yake ni wakati ambao ni wa mwisho, na wengi wameshindwa hata kutunza ile imani yao. Wengi wameshindwa kusimama imara katika mambo ama katika siku ambazo tunaishi. Na ndiposa huyu mfungwa alisema ya kwamba hata yeye afadhali auawe, lakini maana anajua ya kwamba akiuawa kuna maisha ingine, maana amesimama imara katika challenges ambazo amekuwa akipitia. Biblia inatukumbusha ya kwamba jioni ya leo ya kwamba kunalo jambo ambalo Paulo anaambia kanisa la Bwana ama kanisa la Wathesalonike, ya kwamba ikiwa watasimama imara katika siku hizi za mwisho, lazima wajue ya kwamba katika kusimama kwao lazima wasimame imara katika kweli. Bwana Yesu asifiwe. Katika kweli. Unajua watu wengi wameacha ukweli wa Mungu. Wamengeuka wanaanza kutenda mambo ambayo Paulo anasema pale, uasi, udanganyifu, na wataki ukweli. Na wakati ukweli unaposemwa, hata utapata watu wengi hawataki kusimamia ukweli. Na Paulo anawaambia kwamba katika siku ama nyakati ambazo tunaishi, nyakati ambazo ni za mwisho, ili tusimama imara, lazima tusimame katika kweli ya neno la Mungu. Au tasimama imara katika kweli ya zile nguvu zako. Tutasimama imara katika kweli ya neno lake Mwenyezi Mungu. Kusimamia ukweli. Watu wengi wamepoteza maisha yao. Watu wengi wamepoteza imani yao sababu ya kukosa kusimamia ukweli. Wakati unaingia katika shida, because you want to please people, unapata ya kwamba mtu hataki kusema ukweli sababu unataka kufurahisha watu. Lakini Biblia inasema ya kwamba lazima tusimamie ukweli. Tusimamie ukweli wetu. Watu wanaangamia kwa sababu hawataki kusimamia ukweli. Na ndiposa unapoendelea na kusoma, utapata kuona ya kwamba hawa kanisa la Wathesalonike, Paulo anawaandaa akijua ya kwamba hivi karibuni Yesu Kristo anakuja kulinyakua kanisa lake. Kwa hivyo anataka wawe watu wa kusimama ukweli. Hata kama dunia nzima haitasimamia ukweli, Wakristo wawe wanaweza simamia ukweli wao. Na kuna mfano unaopeana ya kwamba kuna mwanafunzi ambaye anasoma bila kuelewa. Ama mwanafunzi anaposoma bila kuelewa, utapata ya kwamba hawezi faulu mtihani. Na hivyo ama vivyo hivyo, wengi usikia neno la Mungu lakini hawalisi ama hawaishi kama hilo neno la Mungu vile linavyosema. Wanajua ukweli wa neno la Mungu lakini hawataki kujua huo ukweli. Kweli usipoipenda haiwezi kukulinda. Kwa hivyo unapaswa kupenda ukweli, ndiposa ukipenda ule ukweli ukulinde. Na ndiposa unasikia kwamba ukweli wakati unapoingia katika shida, nataka ujue ya kwamba unaweza danganyishwa na watu umetenda jambo ambalo ni la uongo, lakini uongo unazunguka dunia nzima, na unaacha ukweli ukifunga viatu, na huo uongo unakimbia, lakini at the end of the day unakuja kupata bado ukweli unaendelea na kufunga kiatu. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wakati uongo umefika mwisho, ukweli unaonekana. Kanisa la Bwana, wakati huu, nyakati hizi ambazo ni za mwisho, tujifunze kusimama katika ukweli. Tujifunze kusimama katika ukweli, maana ukweli utatufanya tuonekane watu ambao wanastahili mbele zake Mwenyezi Mungu. Tutaonekana watu ambao wako tayari kungojea Yesu Kristo nyakati hizi ambazo ni za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni kwamba kanisa la Bwana, kama tutasimama imara siku za mwisho, Biblia inatukumbusha ya kwamba mstari wa 3 unasema ya kwamba mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana aiji usipokuwa kwanza ule wa ukengeufu ukafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Biblia inatukumbusha ya kwamba ikiwa tunataka kusimama imara, lazima tusimame imara katika imani. Wewe imani yako ikoaje? Imani yako inayumba. Biblia inatukumbusha ya kwamba tuwe watu wa kusimama katika imani. Kutakuwa na kuanguka kwa wengi kwa sababu ya uasi, ni kweli, lakini kama umesimama katika ukweli, na kuambia ya kwamba hautaanguka, utasimama imara. Majaribu yatawafanya wengi waache imani yao, lakini Biblia inatukumbusha ya kwamba hata hayo majaribu yakija, hata hizo nyakati zikija, na tumesimama imara katika imani yetu, nataka kukwambia kwamba tutafaulu katika maisha ambayo tunayoishi. Mti usio na mizizi ni mfano mwema. Mtu usio na mizizi na ni mrefu, ung'olewa na upepo. Wakati upepo
umekuwa na ni mwingi, unatingisha ule mti, na maana mizizi yake ijaenda chini sana na mti ni mrefu, ule mti unang'oka. Ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha katika katika maisha ya Wakristo ama ya Mkristo ambayo tunayoishi, kama hatuna imani, ni kama mti huu ambao hauna mizizi. Wakati huu mti ambao hauna mizizi, wakati dhoruba inapokuja, wakati upepo mkali unapokuja, unaangusha ule mti. Ni kumaanisha wakati imani yetu haijasimama imara katika Kristo Yesu, wakati majaribu yatakuja, yatatuweka chini. Lakini wakati tumesimama imara katika imani yetu, na tunakumbuka ya kwamba ni nyakati gani ambazo tunazoishi, Biblia inatukumbusha ya kwamba hata hayo mambo yote yakija, hatutaangamia, hatutang'olewa kama ule mti, lakini upepo utakuja na utatuacha tukiwa imara. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumesimama imara na imani, tumesimamia imani yetu katika Kristo Yesu. Kanisa la Bwana, jioni ya leo, kiwango cha mizizi katika maisha yako, nataka kukumbusha ya kwamba kiwango cha mizizi yako katika Mungu ndicho huamua uimara wako. Yaani vile imani yako imesimama kwa Mungu, wakati majaribu yanakuja, wakati mambo magumu yanakuja, itategemea wewe umesimamia imani gani. Umesimama kwa Mungu ama umesimama kama ule mti, itategemea. Lakini changamoto ni kwamba tusimamie imani yetu katika Mungu, ili tuone Mungu akitenda mambo makuu na atende mambo ambayo yanastahili katika maisha yetu. Unaposoma ni watu wengi ambao walisimamia imani yao. Danieli alisimamia imani yake na akasema ya kwamba yeye hataabudu miungu mingine. Akasema ya kwamba yeye hatasimama na kuomba miungu mingine. Na Danieli akasimama na akaamini huyu Mungu kwa imani yake ya kwamba Mungu ambaye alinileta katika uhamisho katika nchi ya Babiloni, huyo Mungu atasimama pamoja nami hata kama nitatupwa katika tundu la simba. Haimaanishi ya kwamba imani yangu ya kwamba imelegea. Hapana, nimesimamia imani yangu. Na Biblia inasema ya kwamba Danieli alipotupwa katika tundu la simba, asubuhi na mapema mfalme alienda mahali pale, akaitana akamuita Danieli, Mungu ambaye unayemwabudu amekuokoa. Danieli akamwambia, Mungu ambaye ninayeabudu amefunga makanywa ya simba na sijafanyiwa jambo lolote na simba. Kanisa la Bwana, imani yako inatingizika wakati wa majaribu. Imani yako inatingizika wakati umeingia katika shida. Ni wajibu wetu wa kujua kwamba tusimame imara katika majaribu. Tusimame imara katika imani yetu. Na Mungu ule aliyemtetea Danieli, hata na sisi wa nyakati hizi za mwisho ataenda kututetea na ataenda kutenda mambo makuu katika maisha yetu. Wacha Bwana atubariki. Acha Mungu akatuonekanie jioni ya leo, tukijua ya kwamba siku za mwisho zitakuja. Na zikija tunapaswa kujua aje? Tunapaswa kujua ya kwamba udanganyifu utakuwa mwingi nyakati za mwisho. Udanganyifu ukikuwa mwingi, kutakuwa na shinikizo kubwa, kutakuwa na uasi mwingi. Na hayo mambo yote yakiwa, wewe utasimama imara katika hizo siku. Utasimama imara katika hizo nyakati ambazo mambo yanaenda jinsi vile hayastahili kuenda. Bwana akatuonekanie wale wanaosimama imara. Sasa tunakumbusha ya kwamba watasimama washindi baadaye. Wale wanaosimama imara sasa watasimama washindi baadaye. Kwa sababu gani? Sababu hatukai katika ulimwengu, tunatoka na tunaenda mbinguni. Kwa hivyo tukisimama imara tukiwa humu duniani katika hizi nyakati ambazo they are not favoring us, nataka kukuahidi ya kwamba kunao ushindi wa baadaye uko mbinguni, ambao tutaenda kutunukiwa kwa jinsi vile tulivyoishi maisha ambayo ni ya kustahili mbele zake Mwenyezi Mungu. Wacha Mungu atubariki jioni ya leo. Wacha neema yake ikatutoshe na tukaone huyu Mungu nyakati za mwisho. Nyakati hizi za mwisho, mambo yanapongeuka, utafanya nini? Mambo yanapongeuka, utasimama imara. Mambo yanapongeuka, utakuwa mtu ambaye anaweza kuwa na imani mbele zake Mwenyezi Mungu. Wakati dunia yote imekataa kusimamia ukweli, utasimamia ukweli. Mungu atubariki na atuonekanie. Tuombe. Mtakatifu wa Israeli, Mungu ambaye unatupenda, asante kwa ajili ya neno lako jioni ya leo.
lifuatilie. Nyakati kweli ni za mwisho, kama jinsi vile mtumishi wako Paulo alivyosema, na Mwenyezi Mungu wengi wataingia katika udanganyifu, wengi wataingia katika kuasi Mwenyezi Mungu, na hata wengi wataingia katika mambo ambayo ni ya dunia na wakose kusimamia ukweli wa neno lako, na wengine hata wakose kusimamia imani yako. Sisi tunaomba kama kanisa lako tukapate kusimamia ukweli na tukapate kusimama katika kweli la neno lako Mwenyezi Mungu. Tubariki na utuonekanie jioni ya leo, na wacha kila jambo ukalitende katika maisha yetu, na pia ukatutimizie mahitaji yetu kadri na mapenzi yako. Pokea sifa na utukufu, maana ni zako, na ni kwa Yesu Kristo aliye mwamba na mkombozi wa maisha yetu tunaomba pamoja na kuamini. Amen. Jioni njema na Bwana akawe pamoja nanyi. Amen.